Zaidi ya wananchi 200 katika kata ya Msata wilayani Bagamoyo mkoani Pwani wamenufaika kupitia elimu ya afya. Na makamu wa pili wa Rais Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah avitaka vilabu shiriki mashindano ya Mapinduzi kupeleka wachezaji wenye ubora. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vipepo mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaanza taarifa yetu ya habari. Zaidi ya wananchi 200 wa kijiji cha Kihangaiko kata ya Msata wilaya ya Bagamoyo mkoa wa Pwani wamepata elimu ya tiba, matibabu na msaada wa vyakula kutoka shule ya mafunzo ya awali ya kijeshi ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania RTS Kihangaiko. Tupate taarifa zaidi. Mkuu wa shule hiyo Brigedia Jenerali Sijaona Michael Miala amesema misaada hiyo imetolewa kwa wananchi hao kama sehemu ya zoezi la medani la Exercise Maliza linalofanywa na KRUTI katika eneo la Msata. Mkuu wa shule ya mafunzo ya awali ya kijeshi ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, Brigedia Jenerali Sijaona Miala, anasema zoezi hili ni sehemu ya kuonyesha upendo kwa wananchi wenye jeshi lao. Kwa kila zoezi la KRUTI linalofanyika polini, tunasema Exercise Maliza, tumekuwa tukiweka zoezi la CMIC, Civil Military Cooperation, tukiwa na lengo moja tu la kutoa huduma ya matibabu kwa wazee na watoto na wenye changamoto mbalimbali, lakini pia na kutoa msaada wa chakula kidogo. Sio kwamba hawana chakula, lakini katika kuonyesha upendo na ushirikiano watapata chakula. Sisi kama madaktari au kama timu ya tiba kwa siku ya leo tumefika hapa. Kwanza kabisa tumetoa elimu ya afya kwa wanakijiji kuhusiana na magonjwa ya kuambukiza, kuhusiana na usafi wa mazingira kwa ujumla. Kulingana na jamii yao, asilimia kubwa ni wafugaji. Kwa elimu ya afya imekuwa ni ya muhimu sana kuwapatia, kwani wengi wao wamekuwa wakifika katika kituo cha afya cha shule kutokana na changamoto za magonjwa ya kuambukiza pamoja na magonjwa ya milipuko mbalimbali waliokuwa wanakumbana nayo katika mazingira yao. Mwenyekiti wa kijiji cha Kihangaiko Shabani Mkomo anasema shule ya mafunzo ya awali imekuwa na mahusiano mazuri na raia, huku wananchi wa kijiji hicho wakishukuru JWTZ kwa kutoa huduma mbalimbali za matibabu pamoja na vyakula bure. Tukio walilofanya hususani la leo hili kuwapatia wananchi wetu tiba, kuangalia afya zao na kutoa ushauri na kuwagawia chakula kidogo, tunashukuru sana. Kwa kweli RTS Kihangaiko wako vizuri sana na sisi na wananchi, kwa kweli tunashirikiana nao kwa mambo mengi sana, na hususani kwa jambo la leo limezidi sana kuleta tija. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania limekuwa likitoa misaada kwa jamii na huduma mbalimbali kwa nia ya kudumisha mahusiano kati ya jeshi na wananchi tangu kuasisiwa kwake Septemba mosi mwaka 1964. Mimi ni Esther Mtebe na hii ni Channel 10. Washiriki 17 kati ya washiriki 72 wa kozi ya 14 ya Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania NDC kutoka mataifa 17 barani Afrika ikiwemo Tanzania wameendelea na ziara ya mafunzo kwa vitendo mkoani Njombe kwa lengo la kulinganisha mafunzo ya darasani na utekelezaji wa sera na mipango ya serikali. Katika ziara hiyo, washiriki hao wametoa wito kwa serikali ya mkoa wa Njombe kuchukua hatua za haraka za kukabiliana na uharibifu wa mazingira katika maeneo ya uwekezaji wa viwanda, hususan vinavyojihusisha na uchakataji wa mazao ya kilimo kama parachichi. Wakizungumza na mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka ofisini kwake kabla ya kutembelea viwanda vya kusafirisha matunda ya parachichi kwenda kwenye soko la kimataifa pamoja na mashamba ya kilimo cha parachichi, baadhi ya washiriki wameeleza umuhimu wa kuchukua hatua za makusudi za kulinda mazingira ndani na nje ya viwanda vya wawekezaji. Kuna mabaki yanayobaki kutokana na uzalishaji wa mafuta. Baada ya kuuliza, wanasema kwamba wanatoa kama mbolea kwa wananchi, na kwa sababu research haijafanyika vya kutosha kujua je, mabaki hayo yana madhara gani kwa mkulima. Mkulima anapoenda kuchukua ana sign form kwamba anachukua mabaki hayo for his or her own risk. Kwa mheshimiwa, tukaona kwamba kuna haja ya mabaki hayo kufanywa utafiti kwamba je, ni kweli yanafaa kuwa mbolea au hayafai. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amesema ziara ya washiriki wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania katika maeneo mbalimbali nchini
ni muhimu kwa mustakabali wa ulinzi wa taifa. Ni swala la usalama ambapo tunakumbushana kwamba ni wajibu kwa kila mtu. Kila mmoja awe ni source ya taarifa. Kwa sisi tunaendelea vizuri na tunashukuru. Kuna ambako mmetembea, mna nafasi ya kuweza pia, kama mtaona kuna sharing ya taarifa ya kutuambia kwamba tumeona jambo hili. Nao washiriki waliofanya ziara hiyo katika maeneo mbalimbali wamekuwa na haya ya kusema. Ni nzuri kwamba hii biashara ya kulima parachichi. Kufuza kwamba mmiliki huyu alikuwa pia ni mtumishi wa serikali kama ambavyo sisi tuko sasa hivi kama watumishi, na hili imetupa somo kubwa sana. Mkuu wa msafara wa washiriki hao ambaye pia ni mkufunzi mwandamizi elekezi wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania, Brigedia Jenerali Patrick Songea, amesema lengo la ziara hiyo, tunapomuinua mtu kiuchumi katika fursa hizo za miti, uboreshaji wa uongezaji wa thamani ya mazao, automatic tunaongeza ulinzi wa nchi kwa sababu kila mwananchi anajiona yuko salama. Kutoka katika ziara hii hapa mkoani Njombe, mimi ni Michael Patrick, Channel 10. Jeshi la polisi kupitia kikosi cha usalama barabarani mkoani Lindi limesema katika kipindi cha kuanzia mwaka 2026 na kuendelea limejipanga kuimarisha hali ya usalama barabarani ili kukomesha matukio ya ajali ambayo yamekuwa sababu kubwa ya kupoteza maisha ya Watanzania na hata kwa abiria wanaotoka katika mataifa mengine. Akizungumza na Channel 10, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Lindi James Makumu amesema kuwa kikosi hicho kitaendelea kuchukua hatua madhubuti dhidi ya vitendo vinavyochangia ajali ikiwemo mwendo kasi pamoja na uingizwaji wa vyombo vya moto visivyokidhi sifa za kusafirisha abiria. Endelea kujipanga vizuri. Tumeendelea kuimarisha checkpoint zetu maeneo mbalimbali yote ya barabara hizi za highway, lakini hata kwenye barabara za vumbi ambako tunafanya ukaguzi wa kina wa makosa yote ya usalama barabarani kuhakikisha kwamba dereva au chombo cha moto kilichoko barabarani basi kina sifa ya kuwepo barabarani na kusafirisha watu. Lakini bado tuna mifumo mbalimbali ambayo tunaitumia. Dereva ambaye anajiona kwamba kwake yeye kutii sheria bila shuruti ni mtihani, basi ni vyema tu akatafuta kazi nyingine ya kufanya mapema. Kipindi hiki sio tu kwamba tutakufungia leseni, lakini bado utakwenda na mahakamani. Nao baadhi waendesha mabasi ya abiria wamekipongeza kikosi cha usalama barabarani kwa usimamizi mzuri, huku wakiahidi kuzingatia sheria za usalama barabarani na kuendesha vyombo vyao kwa mwendo unaoruhusiwa ili kupunguza ajali za mara kwa mara. Kazi yetu kama ilivyo tasnia nyingine, na washauri na nawasisitiza madereva wangu, kwanza kufuata maelekezo tunayopewa na maafisa usalama barabarani, kufuata taratibu na sheria na alama zilizowekwa barabarani. Itatupelekea kumaliza safari salama na kuifanya 2026 kuwa bora zaidi. Tuzingatie sheria, ila changamoto zinakuwepo ni barabara. Barabara zinakuwa changamoto sana kwa sababu barabara zetu hususan za Mtwara huko ni finyu mno. Kwa upande wao, wasafiri wanaofanya safari zao kutoka mikoa ya kusini kuelekea Dar es Salaam wameeleza kufurahishwa na kazi nzuri inayofanywa na kikosi cha usalama barabarani na kusema kuwa uwepo wa askari barabarani kumeongeza nidhamu kwa madereva na hivyo kuimarisha hali ya usalama kwa wasafiri na watumiaji wengine wa barabara. Kama mnaweza kuchukuliwa, mnakuja mnaweza mkasimamishwa, mkashushwa kidogo, hiyo ni hali ya kawaida. Mwendo si mkubwa, mwendo ni wa kawaida. Niko hapa kwa ajili naelekea Lindi Girls kumpewa kijana wangu kama mmemwona hapa. Kwa kweli huduma za hii basi haina shida yoyote, huduma ni nzuri. Changamoto yetu kwenye makonda basi tunazopanda kuzigeuza daladala. Kila kituo kwa tunapata changamoto, wanatuchelewesha usafiri. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Juma Suleiman Juma, mkazi wa Pujini, wilaya ya Chake Chake, mwenye umri wa miaka 51 amefariki dunia baada ya kuangukiwa na kifusi. Mwanahabari wetu Masanja Mabula kutoka kule Pemba ana taarifa zaidi. Mashuhuda wa ajali hiyo wamesema marehemu amepata ajali hiyo wakati akiwa katika shughuli zake za uchimbaji wa mawe. Hizi sisi ni shughuli zetu za kujitafutia maisha. Kwa hiyo hata mimi nilikuwepo katika eneo hili kwa ajili ya kufanya shughuli hizo za uchimbaji wa jiwe. Kwa hiyo ghafla tu wakati tumeachana punde ndio imemtokezea ajali kama ajali ya kuanguka jiwe ghafla bila kutegemea kabisa. Lakini baada ya kufika hapa kwa kweli hali ilikuwa ni ngumu kwa sababu nilikuwa kwa kweli nikiambaza kizima cha mawe. Na tunaendelea kujitahidi, lakini zaidi ni kutokana na ugari ya kufukua kwa sababu hatuwezi kumpata kwa mkono. Tukashirikiana na vijana wenzangu na watu wazima waliokuwepo, tukafanya kazi ya kuvunja mawe mpaka tukakaribia mwili kuuona.
lakini ikashindikana. Hapo ndo ikaja Saveta ikatusaidia, then baadaye ndo tukaupata mwili husika. Mapema mkuu wa operesheni wa kikosi cha zimamoto na uokozi kanda ya Pemba, mratibu mwandamizi Mbaruku Ali Juma, amesema kuwa kwa ushirikiano wa watendaji wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi wamefanikiwa kupata mwili wa marehemu baada ya kazi ya kuondoa kifusi. Kwa muda kwa lingana na magari yenyewe alikuwa na kwenye pirika nyingine za kikazi, lakini hata hivyo yamefika eneo la tukio na taratibu zilizoendelea hapo ni za uokozi. Tumefanikiwa kutoa mwili huo, lakini kwa uthibitisho wa daktari ni kwamba alikuwa ameshafariki. Ushauri tu kwa wananchi, kulingana na eneo lilivyo, eneo limekatika, ina maana hata usalama wake ni mdogo. Naye mkurugenzi kamishna kabla na maafa Zanzibar Makame Hatu Makame amewataka wananchi kwa makini wanapokuwa katika shughuli zao za kujitafutia kipato kwa kuangalia zaidi usalama wa maisha yao. Msingi tufuate taratibu zote tunazoelekezwa na serikali. Kinyume chake tukiacha utaratibu tutapoteza nguvu kazi. Leo huyu ameacha familia, ameacha jamii ambayo ni tegemevu. Kwa hiyo haya yatupe funzo katika matukio mengine. Kwa pamoja tuandae au tuwe na utaratibu wa kujikinga kabla maafa hayajatokea. Nyuma yangu Masanja Mabula, Channel 10, Pemba. Moto wa ajabu umezikumba familia mbili katika mtaa wa Nyantoroto, kata ya Nyankumbu, manispaa ya Geita, mkoani Geita, huku wakazi wa eneo hilo wakiomba serikali kuingilia kati, kwani matukio hayo yamezua taharuki. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Wahanga wa tukio hili wamelazimika kuzikimbia nyumba zao na kuanza kulala nje kwa kuhofia usalama wa maisha yao. Wameiomba serikali kuingilia kati sakata hili, huku chanzo cha tukio hilo kikidaiwa kuwa huenda ikawa ni imani za kishirikina. Tunapiga stori, maana kaona moto unawaka kwa jirani. Nikaambia, siku zote mnanisimlia, leo moto ndio nimeona live tukiwa na jirani mwingine, wote tukabaki kushangaa. Tumekaa kama ndani ya dakika 5. Mwanangu anakuja kuniita, mama moto unawaka. Kuja ndani tunakuta magodoro yako yanawaka moto. Tukawa tumebidi tukisafishe tu kile chumba tukiache wazi. Tulivyoacha wazi kulibaki na pazia dirishani. Kuja kesho yake asubuhi tumelala, tukashtukia mtoto anatoka ndani, alikuwa amelala mle. Akaja anasema, mama kuna moto. Viongozi na wakazi wa mtaa huu wamekumbwa na taharuki kutokana na matukio hayo, huku wakiomba hatua za haraka zichukuliwe ili kuondolea hofu. Sasa nashindwa kujua hili tukio ni la nini, linatoka wapi na chanzo ni nini. Nimejaribu kuangalia kwamba labda kuna umeme, kuna waya ambao labda wengine umeingiliana, hamna. Sisi ombi letu watusaidie tu, wawe karibu na sisi, maana hili tukio kwa kweli limetushtukiza sana na tunawaza tujui leo nani kesho nani. Tunaishi kwa wasiwasi. Kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Geita amesema jeshi hilo limefika eneo la tukio, huku akikiri moto huo kuwa wa ajabu na kwamba uchunguzi zaidi unaendelea. Lakini moto wake unaonekana una mkanganyiko kidogo, kwa sababu wanasema unawaka mahali afu unazimika. Kwa hiyo tumeamua yote tuyafanyie uchunguzi, tuone nini kinasababisha huo moto. Kama ni chanzo ni nini tujue, kama ni hali nyingine tutaeleza, kwa sababu kuna mioto mingine inaweza ikawa inaendana na mambo ya mila na desturi. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Sakata la mgogoro wa ardhi kiwanja namba 1840 Block C eneo la Mbogamboga Buswelu, manispaa ya wilaya Ilemela mkoani Mwanza, kati ya mmiliki wa eneo hilo na halmashauri limeibua sura mpya baada ya kuibuka utata wa saini mbili tofauti za mkurugenzi wa manispaa hiyo. Tofauti hiyo imebainika katika malalamiko ya Matias Lubango, mmiliki wa eneo hilo, kudai kuzalishiwa kiwanja kwa lazima ndani ya kiwanja chake na kunyang'anywa kisha kugawiwa mtu mwingine bila kushirikishwa. Utata huo umeibuka katika tangazo la Juni 20 mwaka 2025 la uuzaji wa viwanja kwa matumizi ya makazi na biashara, pamoja na kwenye notisi ya siku 14 kuanzia Mei 17 mwaka 2024 ya kuondoa maendelezo katika kiwanja hicho chenye matumizi ya ofisi ya serikali ya mtaa wa Buswelu A wilayani humo.
katika sakata hilo. Jambo jingine linaloibua maswali kutoka kwa wananchi ni kiwanja hicho kudaiwa kuwa na ramani 3 tofauti za mipango miji, ikiwemo ya mwaka 2015, 2023 na 2024, hatua ambayo inatajwa kuleta hali ya sintofahamu. Na tulirizika na kile ambacho tulifanyaje, ambacho tulilipwa. Sasa huyu mtu aliyesema kwamba ile eneo kwamba ni la kwake, hata sisi tunashangaa. Kwangu mimi binafsi tulilipwa. Kutokana na utata wa nyaraka hizo, ofisi ya kamishina wa ardhi kupitia kwa kamishina msaidizi wa ardhi mkoa wa Mwanza Wilson Ruge imefanya jitihada za kutatua mgogoro huo. Signature ni ya mtu nisimsemee, hilo anaweza akaulizwa wa yayu, hapo ulisaini wewe. Lakini kinachoendelea sasa, mmiliki wa kiwanja hicho anaonyesha kutoridhishwa na maamuzi yanayotolewa. Watubomolea, hatujalipwa fidia yote ile. Kwa hiyo ndivyo, hapana, hatujatendewa haki. Haki haijatendeka bado. Tunayoitambua ni kiwanja namba 1600 ndio halali ya familia ya bwana Mathias Lubango, ambacho kwa sasa baada ya busara za viongozi kutumika kitakuwa na ukubwa wa mita 177. Je, nini kauli ya idara ya ardhi ya halmashauri ya manispaa ya Ilemela kuhusu mvutano huo unaosuluhishwa na kuibuka upya? Notice zile ambazo zimetolewa mwaka 2025 zote ni notice ya halali za serikali na zilisainiwa na mamlaka. Mambo yote kama yanawasumbua wananchi, yanawakera, wayalete kwetu, na kwetu yalishafika na tukayatatua. Mgogoro huu ambao ulisuluhishwa uliibuka baada ya mmiliki wa kiwanja hicho Mathias Lubango kudai kunyang'anywa eneo lake na halmashauri ya manispaa ya Ilemela na kisha kugawiwa mtu mwingine bila kushirikishwa. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Jumuiya ya Umoja wa Vijana ya Chama cha Mapinduzi wilaya Mbeya mjini imewaasa vijana kuacha kufuata mkumbo inayoendelea kwenye mitandao ya kijamii na badala yake mitandao hiyo iwanufaishe kiuchumi kutokana na fursa zilizopo. Rai hiyo imetolewa na katibu wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbeya mjini Siri Moreli wakati akizungumza na vijana mkoani Mbeya na kuwasihi kutojiunga na makundi mabaya yenye mlengo wa kuharibu taswira ya nchi badala ya kujenga umoja na mshikamano. Kwa mimi ni waombe vijana wenzetu, tunamwona Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anapambana kuhusu taifa letu. Twendeni tukawe wamoja, tukashirikiana na serikali yetu ya Mama Samia Suluhu Hassan. Ninyi wengi ni wasomi ambao mpo chuoni. Kwa upande wao vijana walioshiriki katika kongamano hilo wamesema kuwa wamepokea ushauri waliopewa na kiongozi wa Umoja wa Vijana na kwamba wataelimisha vijana wenzao ili kuhakikisha wanalinda tunu ya taifa. Kiukweli tumeweza kujifunza mambo mbalimbali ikiwemo kutumia elimu yetu kusemea mema ya nchi yetu pamoja na viongozi wetu, pia kutokufuata mikumbo inayoendelea mitandaoni, bali tukapata kuilinda tunu yetu ya amani na kulijenga taifa letu la Tanzania. Tuwakatae watu wanaopotosha na tuendelee kuishi katika misingi ya sheria, na tuendelee kuwapigania na kuwatetea viongozi wetu, hasa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tuendelee kuwa watii wa nchi yetu, tutii viongozi wetu, lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunakuwa na mindset nzuri ambazo zinajenga na si zile ambazo ni za kubomoa. Kunapokuwa na jambo, tunafuata platform nzuri kuhakikisha kwamba tunafikisha mambo yetu vizuri na si kuwa na mikumbo ambayo si ya maana na si ya msingi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Vyama vya ushirika nchini vimetakiwa kuachana na mifumo ya kizamani na badala yake kukumbatia matumizi ya mifumo ya kidigitali ili kuongeza ufanisi, kasi ya utoaji huduma pamoja na kulinda usalama wa taarifa na fedha za wanachama. Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Arusha, Joseph Mkude, wakati akifungua mafunzo ya watendaji wa vyama vya ushirika vya akiba na mikopo SACCOS yanayowahusisha mameneja, wahasibu, watendaji wa vyama pamoja na maafisa ushirika wa mkoa wa Arusha. Mafunzo hayo yanalenga kuongeza uelewa wa masuala ya kufunga hesabu pamoja na matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA kama njia ya kuboresha uendeshaji wa vyama vya ushirika. Ni lazima SACCOS zetu zikumbatie matumizi ya mifumo ya kidijitali ambao unaongeza ufanisi na kasi ya utoaji wa huduma, unarahisisha upatikanaji wa taarifa kwa wakati. Kwa upande wake afisa ushirika mkoa wa Arusha
Peter Laswai amesema bado kuna baadhi ya SACCOS zinazoendeshwa bila mifumo ya tehama, jambo linalozorotesha ufanisi. Dunia ya sasa bila digitali hatuwezi kwenda mbele. Tutakuwa tunaachwa sana kwenye ushirika. Sasa tumeshawaelekeza wanunue, watenge kwenye bajeti zao za 2026 wanunue laptop na vifaa vingine vya mifumo. Mfumo ulikuwa unatumika ya zamani ya manyo inachukua muda mrefu sana, lakini sasa hivi nataka tufike mahali digital itatusaidia, hata mtu anaweza kutumia ATM card, mashine. Mafunzo hayo yanatarajiwa kufanyika kwa siku 3 na kuhudhuriwa na watendaji zaidi ya 120 kutoka vyama mbalimbali vya ushirika mkoani Arusha. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Katika ngwe ya michezo tunaelezwa kwamba makamu wa pili wa rais wa Zanzibar ameipongeza timu ya Yanga kwa kutoa ubingwa wa mashindano ya kombe la NMB Mapinduzi 2026, huku akiviagiza vilabu vinavyopata nafasi ya kushiriki mashindano hayo kuimarisha timu zao na si kupeleka timu dhaifu ili kuongeza ushindani. Mheshimiwa Hemedi Suleiman Abdullah amesema licha ya Yanga kuwa mabingwa, lakini walikutana na upinzani mkali kutoka kwa timu ya Azam. Hivyo ni vyema kwa timu shiriki ambazo zinashiriki mashindano hayo kwa msimu ujao zikajipanga zaidi ili kutoa ushindani na kuyapa thamani mashindano hayo, huku akiipongeza kamati ya mashindano kwa usimamizi mzuri. Sisi tunawaambia Simba, Yanga, Azam, Singida wakija hapa waje wakiwa serious. Na umeshuhudia mara nyingi wamekuja hapa Mlandege anabeba ubingwa. Sio Simba, sio Yanga. Sawa? Kwa sababu wanajiimarisha. Sasa sisi tunaomba, sisi ambao tuna access ya vilabu hivi, tuwaambie wakija Zanzibar kwenye kombe la Mapinduzi waimarishe vilabu vyao. Hakuna ubeleko. Kama wewe wakufungwa utafungwa. Na kama wakushinda utashinda. Hakutakuwa na njia nyingine mbadala. Mpira ni mchezo wa wazi, kila mmoja anauona. Juzi wanaume walipiga dakika 120 kule. Watu wakawa wanashangilia. Wakenda kwenye matuta kama ambavyo jana tumeona kwenye AFCON kule. Morocco na Nigeria. Dakika 120 mikwaju ya penalty imeamua. Na Gombani pale zilipigwa 120 mikwaju ya penalty ikaamua. Wanaojua wakachukua ubingwa. Sisi ambao tuna access ya kuzungumza na vile vilabu tuimarishe. Na sisi Zanzibar tunawaambia vilabu vyetu tuimarishe. Mimi najua Maraimu na Ndege hawakufanya vizuri, lakini mwakani wataimarika zaidi. Hatukuzoea Mlandege kutolewa katika hatua za awali. Hii ni bahati mbaya sana. Lakini mimi naamini tumeshazungumza nao wenyewe wanajua makosa walikosea wapi. Naamini watajipanga vizuri na vilabu vyetu vingine. Naamini watafanya vizuri next year inshallah. Juma Mohamedi, Channel 10 Michezo. Ya habari. Baada ya muda mfupi utapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopekwa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.